Mkuu wa majeshi ya Yemen auawa katika mashambulizi ya Israeli. Mkuu wa majeshi ya Yemen Meja Jenerali Mohamed Abdi Al-Karim Al-Gamar ameripotiwa kuuawa shahidi katika mashambulizi ya anga ya Israeli pamoja na wapambe wake kadhaa na mtoto wake wa kiume aliyekuwa na umri wa miaka 13, Hussein Al-Gamar. Jeshi la Yemen limesema kwenye taarifa yake kwa njia ya television kwamba Jenerali Al-Gamar aliuawa shahidi alipokuwa akitekeleza majukumu yake ya kuiunga mkono na kuihami Palestina. Taarifa hiyo imemtaja yeye na wandani wake kuwa ni mujahidina thabiti waliojitolea kwa ajili ya kazi yao kwa ujuzi na uzoefu wa hali ya juu. Licha pigo hilo, jeshi la Yemen limesisitiza kuwa operesheni zake za kijeshi zitaendelea bila kusitishwa. Msururu wa mashambulizi ya maroketi na ndege zisizo na rubani haujalegalega na vikosi vya kijeshi vinaendelea kufanya kazi kikamilifu. Imeongeza kuwa mashambulizi dhidi ya adui mtendaji jinai yameongezeka na kuonya kuwa adui mzayuni atakabiliwa na hasara na vipigo kutokana na vitendo vyake. Baraza kuu la kisiasa la Yemen limemteua Meja Jenerali Yosef Hassan Al-Madan kuwa mkuu mpya wa majeshi ya Yemen, akimrithi marehemu Jenerali Mohamed Abdul Karim Al-Gomar aliuawa shahidi kwenye uvamizi wa kijeshi wa Israeli. Wakati huo kiongozi wa Ansarullah ya Yemen ameipongeza Iran kwa uungaji mkono wake usioyumba na kujitolea muhanga katika kutetea kadhia ya Palestina. Katika hotuba ya television ya Alhamis, Abdul Malik Al-Houthi alisema kwamba Iran iliwatoa muhanga makamanda wake akiwemo Luteni Jenerali Qasim Suleiman katika njia ya kuunga mkono kadhia ya Palestina. Jenerali Suleiman, shujaa wa kitaifa na shaksia muhimu katika muhimili wa mukawama, aliuawa shahidi mnamo Januari 3, 2020 huko Baghdad katika shambulio la ndege isiyo na rubani iliyoidhinishwa na Rais wa Marekani Donald Trump katika muhula wake wa kwanza wa uongozi. Wakati hayo yakiendelea, taasisi ya Israeli ya Al-Sam inayoshughulikia matibabu ya waraibu wa dawa za kulevya imefichua kwenye taarifa yake kwamba 13% ya wanaopata matibabu ya uraibu katika taasisi hiyo ni askari wa akiba wa jeshi la Kizayuni. Imesema 18% ya wanajeshi waliohudumu katika operesheni inayoitwa Upanga wa Chuma ya utawala wa Kizayuni huko Gaza wanakabiliwa na matatizo ya uraibu. Taasisi hiyo imeendelea kusema kuwa askari wengi wa akiba wameonyesha kutoridhishwa na muda wao wa kuhudumu jeshini, huku wengine wakipoteza kazi zao au kulazimishwa talaka au kujitolea kwenye kuhudumu jeshini au kujitolea kwenye vituo vya wagonjwa wa akili, huku wengine wakigeukia bangi na dawa zingine za kulevya. Weledi wa mambo wanaamini kuwa athari za kisaikolojia na kijamii za vita vya Gaza zinazidi kujitokeza taratibu na kwamba jamii ya Israeli inahitaji miaka na pengine miongo kadhaa ili kukabiliana na tatizo hilo. Katika upande mwingine, gazeti la Yemen la Yemeniyun limeandika kuwa baada ya kupita takriban mwaka mmoja tangu yafikiwa makubaliano ya usitishaji vita kati ya Lebanon na utawala wa Kizayuni, uchokozi wa utawala huo kusini mwa nchi hiyo ungali unaendelea kwa uungaji mkono wa Marekani. Limeashiria kwamba raia mmoja wa Lebanon aliuawa shahidi katika shambulio la hivi karibuni la jeshi la utawala wa Kizayuni dhidi ya gari la raia katika eneo la Sur, na kuongeza uchokozi huo utawala wa Israeli unafanyika huku Umoja wa Mataifa ukidai kuwepo eti utulivu mkubwa katika mipaka ya Lebanon, suala ambalo ukweli wa mambo unaonyesha kinyume chake. Na nikwambie, mashambulizi ya utawala wa Israeli katika ukanda wa Gaza yamesababisha kuibuka migogoro 15 ya kimsingi kwa wakazi wa eneo hilo. Kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita, mashambulio ya utawala wa Israeli dhidi ya Gaza yamesababisha kuibuka migogoro mingi ambayo yametokea ndani ya fremu ya mauaji ya kimbari ambayo hajawahi kushuhudiwa na ya kimfumo, ambayo lengo lake limekuwa ni kutoa mashinikizo kwa wananchi, kuwalazimisha Hamas kusalimu amri na kuwaondoa kwa nguvu wa Palestina. Mgogoro wa kwanza ni mauaji ya halaiki ambayo yamesababisha zaidi ya watu 76,000 kuuawa au kutoweka na karibu 169,000 kujeruhiwa. Wengi wao waliojeruhiwa wameachwa na vilema vya kudumu. Mgogoro wa pili ni kunyimwa fursa ya kupata chakula, maji na vitu muhimu vya maisha. Utawala wa Kizayuni umepiga marufuku uingiaji wa vyakula, dawa, mafuta na vifaa vya ujenzi, na watu wanakabiliwa na matatizo makubwa katika kukidhi mahitaji yao ya kimsingi. Shida ya tatu ni kuporomoka kwa huduma za afya na uhaba mkubwa wa dawa hospitalini. Hospitali zimefungwa na wagonjwa hawapati hata dawa rahisi. Mgogoro mwingine ni uharibifu mkubwa wa nyumba na makazi ya kulazimishwa ya watu katika mahema yasiyoweza kukaliwa. Mgogoro wa tano ni marufuku ya kuingia kwa bidhaa za kimsingi kama vile nguo, viatu na mafuta na kutatiza maisha ya kila siku. Mgogoro wa sita ni usafiri unaosababishwa na uharibifu wa magari na ukosefu wa mafuta ambao umewalazimu watu kutumia mikokoteni na wanyama.
Mgogoro wengine ni marufuku ya kuondoka Gaza hata kwa wagonjwa na waliojeruhiwa. Mgogoro wa 8 ni kuporomoka kwa uchumi na kupoteza vyanzo vya mapato vya watu, hali ambayo imewalazimu kuuza bidhaa zao za nyumbani au kuomba msaada kutoka kwa jamii. Mgogoro mwingine ni kufungwa kwa benki na ukosefu wa upatikanaji wa pesa taslim. Uko mgogoro wa ukosefu wa huduma za umma kama vile kuzoa taka na maji taka kutokana na kulenga mfumo wa serikali. Uko mgogoro wa 11, udhaifu mkubwa wa mawasiliano wa mtandao ambao umetatiza uhusiano wa familia na biashara kwa ujumla. Mgogoro wa 12 ni kusitishwa kabisa kwa elimu katika shule na vyuo vikuu, jambo ambalo limekuwa na athari ambayo kwa kiwango cha taaluma ya wanafunzi. Mgogoro wa 13 ni kukatika kabisa kwa umeme. Uko mgogoro wa wizi wa misaada ya kibinadamu unaofanywa na vikundi vilivyoandaliwa vinavyoungwa mkono na wavamizi. Uko mgogoro wa mgawanyiko wa Gaza katika sehemu za kaskazini na kusini na kukata uhusiano kati ya familia. Msururu huu wa migogoro unaakisi hali mbaya ya kibinadamu huko Gaza na matokeo yaliyoenea ya vita na mzingiro katika maisha kila siku ya watu wa eneo hilo. Hivi sasa, licha ya kuanza kutekelezwa makubaliano ya usitishaji vita na wakimbizi wa Kipalestina kuendelea kurejea katika makazi yao, lakini Wapalestina hao wanakabiliwa na hali mbaya mno ya maisha kutokana na kupoteza suhula zao za maisha katika nyumba na kadhalika. Na hata shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA limetangaza leo kuwa zaidi ya watoto 650,000 wa Palestina wanakosa elimu katika ukanda wa Gaza kwa mwaka wa 3 mfululizo. Hii ni hali ya kuhuzunisha, lakini kwa sasa amani inaonekana kuweza kurejea. Basi tuendelee kuliombea hilo ili liendelee kutamalaki zaidi au kuwa na nguvu zaidi. Na pia iko taarifa ya wataalamu wa Uturuki wametumwa kwenda ukanda wa Gaza kusaidia kundi la Hamas kuitafuta miili ya mateka wa Israeli ambayo inaaminika imefunikwa na vifusi vya majengo yaliyoporomoshwa kwa vita. Tangazo la kutumwa wataalamu wao limetolewa kwa wakati hasira inaongezeka nchini Israeli, hususan miongoni mwa familia za mateka baada ya Hamas kusema imeshindwa kuipata miili ya ndugu na jamaa zao. Viongozi wa Israeli wametishia kuanzisha tena vita au kuzuia upelekwaji misaada ukanda wa Gaza iwapo miili hiyo haitopatikana haraka. Wenzetu wa Israeli wanaonyesha utimamu kulikweli na utu hata kwa maiti, kwamba ndugu ndiyo mmemua, lakini tunataka maiti yake, la sivyo shughuli itakuwa pevu zaidi. Lakini pia Papa Leo wa 14, huyu ni kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, amekosoa dunia kwa kushindwa kuzuia mamilioni ya watu kufa kwa njaa. Amesema kuruhusu binadamu wengine wafe kwa njaa ni kushindwa kwa pamoja kuchukua hatua stahiki, ni kupotoka kwa maadili, na yote hayo ni dhambi ya kihistoria. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.